Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein, lakini tuelekee huko nchini Ukraine ambapo taifa hilo kupitia jeshi lake limefanya mashambulizi katika jiji la St. Petersburg nchini Urusi. Hii ni mara ya pili katika wiki hili kushambuliwa jiji hilo la St. Petersburg, na ni wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidai kwamba yupo tayari kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kumaliza mzozo huo ambao umedumu zaidi ya miaka 4. Shambulizi kubwa la drone za Ukraine limelazimisha wakazi wa St. Petersburg kubaki majumbani, Urusi na Ukraine zikiendelea kupambana. Kwa kipindi hiki wa Ukraine wanaonekana kufanya mashambulizi mazito katika majiji makubwa ya Urusi likiwemo jiji la St. Petersburg. Mamlaka katika jiji hilo nchini Urusi zimewaagiza wakazi kubaki majumbani mwao baada ya mashambulizi makubwa ya drone kutoka Ukraine kulenga mji huo, hatua inayoonyesha uwezo unaongezeka wa Kiev kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi. Gavana wa St. Petersburg Alexander Beglov amesema watu 3 walijeruhiwa huku mamia ya drone yakidunguliwa katika eneo la Leningrad. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema jumla ya ndege 376 zilidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ndege za Ukraine zilisafiri karibu kilomita 1000 na kulenga maghala ya jeshi la wanamaji pamoja na kituo cha mafuta kusini mwa Urusi. Shambulio hili linajiri usiku mmoja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa pendekezo la kukutana ana kwa ana na Volodymyr Zelensky kujadili vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 4. Wakati huo mashambulizi yameendelea pande zote mbili. Nchini Ukraine, mtu mmoja ameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa baada ya mashambulizi mazito ya Urusi, huku Kiev ikisema imedungua drone 247 kati ya 272 zilizorushwa na Urusi usiku kucha. Vita vya Warusi na wa Ukraine bado vinaendelea na kila upande bado una nia ya kuendelea na vita hivi. Ukraine kupitia rais wake Volodymyr Zelensky inaamini kwamba ina uwezo wa kufanya mashambulizi na kuweza kushinda ama kuweza kuondoa wanajeshi wa Urusi waliopo nchini humo, hasa katika maeneo ya Donbas, kwa maana katika maeneo ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson na maeneo yote ambayo Warusi wameyateka. Zelensky amesema Urusi imekiuka ombi la Kiev la kusitisha vita, hii ikiwa ni zaidi ya mara 1800 ukiukwaji wa maamuzi ya upande mmoja ya kusimamisha vita kati ya mataifa hayo jirani. Moscow awali ilitangaza kusitisha vita kuanzia siku ya Ijumaa ya maadhimisho ya siku ya Juni 9, siku ya ushindi, siku ya Urusi. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akathibitisha hayo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X akisema Urusi ilikiuka tangazo lake lenyewe baada ya kufanya mashambulizi wakati ikitangaza kusitisha vita. Aliongeza kusema kwamba Ukraine itaendelea kufanya mashambulizi hadi pale Urusi itakapokubali kuachana na vita hivyo. Lakini pia akiongeza kwamba moja kati ya jambo ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti ni namna ambavyo rais wa Urusi Vladimir Putin hataki kukubali usitishaji wa vita, akiamini anaweza akashinda vita hivyo. Kadhalika upande wa Ukraine wenyewe, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaamini hawezi akashindwa vita hivyo, lakini kutokana na misaada mbalimbali anayopewa na watu wa magharibi anaamini utaweza kumsaidia katika mapambano dhidi ya nchi ya Urusi. Johan Wadeful ametahadharisha kwamba kanuni za Umoja wa Ulaya zinazotaka uamuzi wa pamoja unanimity inaiweka jumuiya hiyo katika hatari yanapokuja masuala ya usalama, akitolea mfano wa Ukraine na kusema kuwa Ujerumani itawasiliana na nchi wanachama ambazo bado zina wasiwasi kuhusu pendekezo la kubadilisha sheria na kuweka utaratibu ambao utaweza kuisaidia Ukraine. Tayari mataifa 12 yanaunga mkono mabadiliko ya kanuni hiyo. Ni kanuni ambazo ni kwa ajili ya kuisaidia Ukraine katika nyakati hizi ngumu ambapo inaendelea na mapambano dhidi ya Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea